Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Anasema muulizaji, kwa mwanamume ambaye kamwacha mkewe na eda ikamalizika na kazaa naye, je, yafaa kuongea naye mwanamke huyo na yafaa kumpa huduma kwa ajili ya watoto wake? Swala huduma lipo kwa sababu watoto ni wake. Swala huduma kama huduma ipo kwa sababu huduma ni wajibu kwa watoto wake, naye ndio msimamizi wa watoto, ana wajibu wa kuwahudumia watoto. Ama swala kuongea kama itakuwa kwa mahari mbele ya maharimu wake, anaongea mbele ya maharimu yake, na ama kukaa naye faragha, la. Ikiwa baba alioa lakini hakuwahi kufanya jimai na mwanamke huyo, je, itafaa kumuoa mwanamke huyo? Haifai. Wala tankihu manaka abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Allah amesema msio waliolewa na baba zenu isipokuwa waliotangulia. Sasa amepata ndoa au la? Allah akasema innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Fahisha na makasiriko vile vile, na ni njia mbaya. Kuoga siku ya Ijumaa ni upi hukumu yake, usahihi wake? Kuoga siku ya Ijumaa, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ghusl yawm Ijumaa ghusl yawm Ijumaa wajibun ala kulli muhtalim. Kuoga siku ya Ijumaa ni wajibu kwa kila mtu baada, kwa hiyo usahihi wake ni wajibu. Anasemaje? Hii wewe chumla kushi. Nani katoa hiyo fatwa hiyo? Tafsiri gani imeeleza hivyo? Nani amesema umeeleza? Allah amesema la tankihu ma nakaha abaukum, wala msioe wale ambao wameolewa na baba zenu. Babu atakapokuwa ameoa mwanamke akamwacha mwanamke huyo, Allah amesema msioe hao. Illa ma qad salafa, isipokuwa kwa kile ambacho kimeshapita huko katika zama za jahiliya, walikuwa kioa. Inao kana fahishatan wa waqtan wa sa'a sabila. Allah asema hivyo. Ma qad salafa kwa maana kile ambacho kishapita, sio qad salafa kwa maana yule ambaye ameachwa. Kwa sababu ukisema kama ameachwa inakuwaje? Kama atajivua hakuachwa, inabidi umuulize vizuri fatwa hiyo kaitoa wapi na mwanachuoni gani katoa fatwa hiyo, kitabu gani, tafsiri gani imekuja hiyo kwa qad salafa kwa maana talaka. Naam. Na je, usahihi wa kauli hii ni upi kwamba kuoga Ijumaa ni mpaka baada ya kuswali fajiri? Imekuja hiyo, ahlul ilm wamezungumza hivyo, na baadhi ya madhaibu wanaona baada ya kuoga alfajiri, baada ya hapo, baada ya kuingia alfajiri ndio inakuja wajibu huo. Wale ambao wanaona muda gani unaanza wajibu huo ni baada ya kuingia alfajiri. Kauli hiyo ipo na baadhi ya madhaibu wanaona hivyo. Imamu katika moja msikiti wa Bida Mbezi ameleta takriba ihram kwa kusema Allahu Jalilul Akbar. Sala ni batili. Hivi hukumu ya kauli hiyo na sala kwa ujumla? Sala imebatilika kwa kuleta tamko hiyo, kwa sababu hii si tamko la takbiratul ihram. Sawa kusema Allahu Jalil, Allahul Azam, ziada ya jalil haikuthibiti katika takbiratul ihram aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Takbira kwa kutumia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusema Allahu Akbar, Allahu Jalil, Allahul Azam. Siwini katika madhhabu ya Hanafia, madhhabu sahihi katika madhhabu ya hadith, hakuna ziada jalil. Na masala ibada ni tawqifia, kama anasema jalili na juzu, basi kwa dalili, sio kwa maelezo yake na ziada ya wanachuoni. Asa bida nzuri, bida lakini nzuri. La ilaha illa Allah. Hajielewi akida sana some. Inakuwaje bida alafu nzuri? Haelewi. Huyu ni sawa ile mtu anaambiwa bwana hii ni kinyesi sawa Colgate. Si ndio? Sawa nzuri, unapigia tu mswaki, haina shida. Hajielewi.
Hukumu ya mbwa mwenye kuwinda akikamata mnyama na huyo mnyama akawa amekufa, je, mnyama huyo anakuwa halali kula? Na ndio madhumuni ya kuwinda, kwa sababu kama ataletwa yuko hai hakuna ishkali, anachinjwa. Inapoambiwa kwamba wanyama anaruhusiwa kula nyinyi vilivyowindwa na wanyama wenu, kama vimewindwa vikaletwa aliyakuwa vishakufa, ndio maksudio wa mlango masha. Tufahamu hiyo fiqh. Sasa sio nafahamu fiqh ya Kariakoo. Fiqh ya Kariakoo, mtu ana bidhaa anaingia sehemu fulani anasema bidhaa ninayo. Hii fiqh sio sawabu. Ala kulli hali kinachokusudiwa kwamba wanapowinda wanyama, unapotupa silaha, ukatupa mshari wako, mkuki wako mathalan, unaruhusiwa kula kile ambacho kimepigwa na mshari au mkuki au silaha au kikashikwa na mbwa. Unaruhusiwa kula utakapokikuta kile kimeshakufa, kwa sababu tayari umetupa nini? Silaha kwa kusema bismillah, na mnyama umetuma bismillah. Ukimkuta yuko hai hakuna ishkali, unachinja, hakuna ishkali. Utakapochinja utalazimika useme bismillah, kwa sababu bado uko mzima, unasema bismillah. Na ndio maana halo wakaelezea panapotokezea hali fulani ya kutobainikiwa mtu, je, mnyama huyu amekufa kwa kumpiga silaha, amekufa labda kwa kushikwa na mnyama, ikatokea ihtimalio mathalan umempiga mshare akadondoka ndani ya maji, ndio umepiga silaha, baada ya kumpiga silaha akadondoka ndani ya maji, wewe umeenda kumkuta ndani ya maji amekufa, huyo hafai. Kwa sababu gani? Ihtimali yake, je, kafa kabla ya kudondoka ndani ya maji au kafa kwa kukosa pumzi baada ya kuingia ndani ya maji? Kwa hiyo kwa huyu amekufa mwenyewe ihtimali. Umempiga silaha amekwenda akadondoka ndani ya shimo kiasi kwamba amekwenda kwenye shimo ndefu akajipigiza huko, je, huyu kafa kwa silaha au kafa kwa kujipigiza na lile shimo kule chini? Huyu hafai, kwa sababu itakuwa sio mutaraddia, yeye ameporomoka akajipigiza huko, sawa. Lakini kinyume chako, unapompiga silaha ukamkuta amekufa, yuko sehemu wazi kabisa, yani huyu ni halali vile vile akishikwa na mnyama. Ndio muradi wa mlango huo wa swala sahihi. Josho la janaba na hedhi linatosha kuwa udhu kwa anayetaka kusali. Josho la janaba au hedhi linatoshea kuwa udhu kwa anayetaka kusali, naam, kama atakuwa ametiania hiyo. Kama atakuwa ametiania udhu wake ule ni udhu kwa ajili ya sala, na akaja jishika sehemu yake asiri mwishoni mwa josho lake, ahlu anasema naam, inajuzu, kwani ni udhu. Kuanza kutoa salamu katika swala kwa upande wa kushoto, je, mswaliji ataleta sila ya kusahau? La, khilafu sunna, na swala yake kusahihi, lakini kaita kitu ambacho ni kinyume ya sunna, kageuka kule ambacho itakuwa ageuke mwisho, kageuka mwanzo, swala yake ni sahihi, lakini amefanya kitu kinyume na sunna. Mtu akifanya kumtoa katika Uislamu, mtu akifanya ya kumtoa katika Uislamu na akirejea, je, atatamka shahada au atatubia tu? Kama ni matamko, ametamka matamko ya kufuru, atatamka shahada, na kama amefanya matendo ambayo ni ya kufuru ndani yake, anatakiwa kutubia. Inafaa kwamba dua baada ya sala faradhi, sio kwa dawamu. Kama imetokezea haja, imetokezea baadhi ya dharura unazo, mahitaji yametokezea, unataka kuomba baada ya sala ya faradhi, inajuzu kuomba dua baada ya sala ya faradhi, lakini si kwa kila sala, kila ukimaliza sala faradhi dua, kila ukimaliza sala faradhi dua. Yani hili sio sahihi, na hukumu ya hilo ametoa fatwa ahlulilm kama Sheikh Fauzani na vile vile Abdul Aziz al-Sheikh, wakasema hiyo ni bid'ah katika wanachuoni zama zetu, na bila shaka kwa sababu hapajapokelewa hadithi alau dhaif kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya swala za faradhi tokea yuko Makka mpaka amehamia Madina mpaka amekufa, hakuna hadithi hata moja dhaifu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya swala za faradhi alikuwa akiomba dua. Sawa Sheikh, hii mambo mengine uhuni mafatwa, kuna wengine wanako wanatahuni tu katika dini, uhuni tu pembeni. Lakini sasa nasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama tokea ameanza kuelezea ibada ya swala, hajaonekana baada ya swala al-Fatiha alafu rabbana atina fid dunya hasana amin wa fil akhirati hasana amin wa qina adhaban nar amin. La, hakuna hii kwa Mtume sallallahu hamna. Tokea yuko Makka mpaka amehamia Madina hapajapokelewa hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya salamu
anageuka kwa masahaba anaomba dua na masahaba anaitikia amin. Hii ni bid'a. Waulize sasa mmetoa wapi? Waulizeni. Sisi hatujapata hiyo hadithi. Wao wametoa wapi? Wamepatia wapi? Waulizeni walikopatia. Ama kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha hayyun, inna Allaha karimun hayyun yastahi min al-'abdi an yamudda ilayhi yadayhi, yani Allah ni karimu, anaona haya mja yamudda al-'abdu ilayhi yadayhi, yani mja kunyanyua mikono miwili kwa Allah akawa anamuomba Allah, anaona haya ayarudahu ma khaibatain, kwamba Allah anaona haya kumrejeshia mikono yake asimpe kitu. Hii imekuja yote anataka kuomba dua ananyanyua mikono, na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alishasibiti kwamba amefanya hivyo. Sisi hatukatazi swala mtu kuomba dua yeye kama yeye. Dua hizi mnazoomba baada ya sala faradhi mmetoa wapi? Sawa, hizi dua hizi za kwamba imamu Fatiha, maamuma yalla amin amin, hii imetoka wapi? Jawabu atusaidie ile kwa kielimu, ama jawabu ya kihuni hatutaki. Ukileta uhuni msimkasema masalafu wanatukana. Inafaa kuomba dua baada ya sala faradhi, na tumeeleza katika jawabu hiyo kama itatokezea mahitaji, na lakini ala dawamu ni bid'a. Je, mwanamume akiamua kuoa mke wa pili na baada ya kuoa anashindwa kufanya tendo la ndoa kwa wake zake, na aliishi na mke wa kwanza kwa muda mrefu, lakini baada ya kuoa likaanza tatizo hilo? Waone wahusika wa matibabu, hatufahamu tibake na kuwaje. Pengine kuna ishkali au pengine mshtuko, bata mshtuko kwa mwanzo alikutingisha kidogo, apata mshtuko, baada ya mshtuko umepoteza network. Naam. Sasa kuna sababu gani tokezea hivyo? Wewe bila shaka bali insana wa nafsi basira, labda unajua zaidi hali ya maisha, pengine imekuwa ngumu kiasi cha kwamba unafikiria sana maisha. Sasa ndio hivyo vitu ambavyo vinapunguza uwezo huo, sio? Maisha yamebana kidogo, misukosuko, maneno kwa watu, labda unasemwa sana kiasi cha kwamba kila wakati umekaa na mawazo, kwa unakuta napokea kidogo kidogo, unakuta hadi inadumaa kidogo, kwa sababu misukosuko nayo unapunguza nguvu za kiume, sio? Ndio wa Sheikh. Na mawazo, ugumu wa maisha vile vile, mke mmoja kukaa naye muda mrefu. Naam. Kwa hiyo utafuta asbabu katika hilo, lakini kama kuna budi waone wataalamu wa ulezi wanaweza kusaidia katika upande wa matibabu, na dawa zipo wanazo, wako wataalamu wa mambo hayo, sisi hatufahamu. Kasus wanasema ile nayo ni dawa, wanavyosema Allahu a'lam. Zipi na saa zako kwa mwanamke huyo ikiwa naye anatamani kustarehe na mume wake? Afanye subira, na vile vile katika hali kama hizo wanajua zaidi hali zao kustarehe baina yake na mume. Ukitoa hilo kama limekosekana, wataangalia njia ile kwa mbadala baina yake na mume, lakini kufanya subira ni aula kuliko kukaa bila mume. Mtu amesahau katika tahiyatu, badala ya kuleta tamko la tashahudi akasoma surati Fatiha na akakumbuka kati, kipi afanye? Asome tashahudi, baadaye atasijati sahau, atasoma tashahudi, lakini kama alikusudia kama maksudi anabatilisha swala. Kama alisahau, na inafaa kupokea zawadi kutoka kwa mtoto wako aliyertadi. Katika mlango wa taadib ni kumuhama huyo, na miongoni mwa mlango wa adabu ya kumwadabisha, miongoni mwa kumuhama, hata zawadi usichukue kutoka kwake ili apate adabu. Umwadabishi kwa sababu ni mzee, umwadabishi, achana naye, usichukue kitu chake, usiwe na mahusiano, yani umtie adabu, huenda Allah akamrejesha akarudi katika Uislamu. Ama mambo ya zawadi anakulainisha na wewe, kesho na kesho kuta inawezekana akakulingania nayo kartadi. Kwa hiyo haitafaa katika mlango wa kumtia adabu, haitafaa kuchukua zawadi kwake kwa ajili ya kumtia adabu na kumwadabisha ili arejee katika Uislamu. Kuna dalili yoyote ya kufunga siku 10 za mwanzo katika Muharram? Dalili kama dalili kuja hasa kuelezea siku 10 la isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema funga ile bora baada ya Ramadhani. Afdhalu siyam baada ya Ramadhani siyam shahrullah Muharram. Funga ile bora baada ya Ramadhani ni funga na funga katika mwezi wa Muharram ni funga bora, lakini hakuelezwaje ni funga gani na funga gani, sio ukitoa ya Ashura na Taswa, mwezi 9 na mwezi 10. Ama katika masiku ya kawaida mtu anaweza kafunga
lakini hakuainishwa kwamba ni siku 10 au siku ngapi. Al-Muhaymin al-Bari al-Quddus, Muhaymin ni msimamizi Allah subhanahu, al-Bari muumbaji au mtengenezaji, al-Quddus aliyetakasika. Mtu alifanya kosa ambalo ilimpasa alete funga ya kafara, anaweza kufutiwa madhambi kwa kukithirisha istighfari na tauba bila kuleta kafara. La, dhambi ile kwa kafara atakuwa afanye kafara, sio kuleta tauba. Alete kafara ndo dhambi inafutwa, na maana kafara maana ni kifutio cha kufuta kosa lake. Kwa hiyo kuleta istighfari peke yake na tauba haitafaa mpaka afanye kafara. Tunaweza katika sura ya Haqqat, haitafichika siri yote siku ya kiyama. Je, kwa yule ambaye alifanya uovu mfano kwa siri ila akatubia kweli naye maovu yake yatadhihirishwa, yani baina yake na Allah. Allah amekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mja wa kiyama ataikwa katika stara, Allah ataanza kumjadili mja huyo kwamba umefanya kaza baina yake na Allah, kwa maana kwa Allah hakuna kinachofichikana. La takhfa alai la takhfa ala Allah min shay, au kwa Allah yaumul qiyama hakuna kinachofichikana, kwamba hakuna siri, yote Allah anayajua. Yako mengine waje atafedheheka mbele ya viumbe kutokana na maovu yao, na mengine ni siri baina yake mja na Mola wake. Allah atakuwa anamjadili mja umefanya kadha kadha, kiasi kwamba mja anasema ya Rabbi hujanisamehe, atasema ya Rabbi ukunisamehe sasa nimekusamehe, ataeleza, lakini anakaririshwa madhambi yake, fanya dhambi kadha baina yake na Allah subhanahu. Mwanafunzi kupanga nyumba ambayo mganga akishirikina anakaa humo akifanya rukia zake zisizokuwa sahihi, mlinganie katika usahihi na mpe nasiha mganga huyo. Na kama inaonekana ni adhiya kwako wewe, anafanya maudhi katika mambo yake ya uganga, ni aula kuhama, tahama sehemu hiyo kama kuna adhiya hizo. Itafaa kufanya kazi sehemu ambazo wametega kamera kwa kutumia mlango wa dharura, haitafaa. Kama kamera hizo zitakuwa zina rekodi na kuweka picha ambazo zinawarekodi wale ambao wapo katika maeneo hayo, haitafaa. Na kwa rai ya Sheikh Fauzani hafidhahullah, yeye anaona kuwa kama itakuwa kamera hazirekodi ni kiasi kwamba mtu anapita tu inaonyesha upande wa pili, anaona hivyo. Lakini Sheikh Mukbil rahmatullah alayhi katika hukumu ya tafsiri za watu wa ruha ameradi hoja hiyo ya Sheikh Fauzani, anasema la, hata hizo hazifai, yote ni tafsiri. Hukumu ya mpira Simba, Yanga na wengineo na Manchester na Salafi kuishabikia hiyo, mpira ni lagho, masara ya mpira ni lagho. Na Allah amesema alladhina hum anil lagwi walladhina hum anil lagwi muridun, waja wa Allah wa umini, qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi muridun. Waumini waliofaulu wale ambao wanamnyenyekea Allah katika sala zao na wanapuuzia mambo yaliyokuwa lagho. Na mpira ni katika lagho ambao wana faida, na baadhi ya wakati inawezekana wakawa ni haramu kwa sababu wako wanasema tumia nguvu za kiza, siyo anaridhia kama mambo na mganga katika kiatu, mwingine kaambwa kanyuze dawa katika goli, siyo mwingine kaambwa afunge katika kiuno, si mradi kwamba mambo mengi ya ushirikina. Tumepitia katika mipira mashehe kuna mabalaa wallah. Yani mganga anakuambia mshoneni mbuzi ile mbuzi na shonwa macho, yani mbuzi inashonwa macho ile nzima, yapiga huko inapigwa nyuzi katika macho na mdomo, alafu katika mdomo imeingizwa kitu kisha nafikiwa nzima iko hai. Hao ni mambo ya ushirikina ambao ni kufuru kubwa kabisa. Kwanza ni wahujumu wanyama bila haki, jambo jingine kukufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ya mipira na mabalaa hasa katika zama zetu, ushirikina wenyewe wanaoshabikia hayo, na wenyewe wenye timu zao wanajua kwa watu kizungumza haya kuna ushirikina unafanyika katika mambo hayo, kwa wenyewe wanajua, kwa sababu sio nakiri. Wanadokeza waganga sema tutashinda tu, hawezi kutushinda uganga wetu, sio kadha. Wao wanakiri. Kwa hivyo unashabikia katika vitu ambavyo ndani yake kuna ushirikina, kumshirikisha Allah. Tujitahidi kujiepusha mambo ambayo yana faida. Mashehe Islam, tujiepusheni na hayo. Je, ukikuta imam katika sala Idi kashaleta takbira 4, inakulazimu wewe uliyechelewa kumalizia takbira zilizobaki utaungana na imam, kwa sababu inna majina imam liyutama bi, imam amewekwa afate, utaungana na imam kwa kile ambacho umekifutu, kwa sababu ni mustahabu sio wajibu. Zile takbira ziada za takbira zile ni mustahabu sio wajibu, kuungana na imam katika ile kwa wajibu.
Adana kaenda kutoa kalima kwa mahizbi, hawezi na yeye kuzibishwa au mpaka aende kwa kina mafuta. Kwenda kutoa kalima kwa mahizbi ni khata katika dawa, na hii ni katika kuidhoofisha dawa. Amekwenda kwa mahizbi Iringa huko, katoa kalima kwenye redio ya kihizbi ile, afa ameandika makala, nikusudia leo tuijibu makala yake ile, lakini kutokana na muda tunayachia, inshallah kesho tutazungumzia. Ameandika maneno ya uongo mle katika kijimakala chao, anasema bayanu ala tariq, wamekita bayanu ala tariq, bali na kidhbul muftari ala almasqari. Tutakuja kuelezea kesho inshallah kwamba huyo anajitia kumtetea masqari, huu ni uongo, huu ni mzushi, amezusha uongo juu ya kumtetea masqari. Yani mtu ameenda redio ile Iringa, usio umeenda Iringa ile redio masalafu wale nani wale mahizbi, watangazaji wa kike na redio yenyewe hizbia, eti huko si mawamu maana yake mijitu majahili, yani hawana elimu yoyote mawamu. Wao wanakubali kuita mawamu, wangekupa redio yao. Wameandika hapa, inshallah kesho utaijibu. Wameanza kuchezea na alhamdulillah tulikuwa tuko tulivu, dawa inaenda vizuri, lakini jamaa amerudi tena, shida inaanza upya, sio? Tutaelezea hii ni uongo uliokuwa umeandikwa, si naomba mpaka kina Sheikh Hussein Habibi, si Sheikh Abdul Hamid Hajuri, si wameenda msikiti wa Kiblateni kule wapi Iringa, ambao sio kweli. Lakini fa talbisi, ukisema sio kwenda ambao Kiblateni Kariakoo, talbisi dawa gani na talbisi? Ukijibu kwamba sio haja kusudia ile, sema kusudia Kiblateni Kariakoo. Sasa Kiblateni Kariakoo ile kutoa mashehe, kutoa mihadhara, msikiti umekuwa kisalafu ule, na wale wenyewe wanakubali dawa salafia. Mtihani wallahi ya mashekh, Allah aongoze. Raka mbili kabla alfajiri tafaa kusali baada ya sala fajr, na kama umekosa na swali baada ya alfajiri inajuzu. Je, shetani anatuchezea katika makalio? Imekuja baadhi ya hadithi katika Tumai Sunan Tirmidhi au Sunan Abi Daud, ya wanapokuwa katika swala ahyana shetani anachukua mfano wa kitu kama unywele. Imekuja hadithi, ngoja kesho kama nitaona nitaeleza nafsi ya hadithi, lakini si daraja yake kwani dhaifu sahihi. Anachukua mfano wa unywele, anabidisha katikati ya makalio, anapitisha hivi. Alafu yani umetoka upepo vipi wewe hujielewi. Ibisi kabisa wajizi watu katika swala, anabidisha unyuzi hivi anasema. Naam, mpaka katika swala anachezea watu. Ndio ile ikaja kwa mtu na kwa ujielewi umesema raka ngapi? Raka 2 au raka 3. Hii ni kwa sababu atashisha shetani. Waswasa shetani mpaka kwenye swala anachezea watu sahihi. Hali ya Dinani wa Albani, mbona anasifia redio za kihizbi? Huyu mtu hajielewi akhi, huyu Adinani hajielewi. Kwa hiyo kama hajielewi uharibifu wake wa dawa, laiti wangekuwa wanajua wanasimamia dawa wakailiriki dawa mapema. Angalia Sheikh Abdul Karim Hassani, tumekaa naye hatakuwa na mizozo yote katika majali ya dawa. Ni watu tu walikuwa wanajisema wanasimamia dawa, ndio wakasema kule kwamba wanasimamia dawa ndio uharibifu wa nini wa dawa. Wamekosana au katika mambo yao na shekhe, wakamwambia shehe aondoke, bado akamuondosha kwamba asirudi, na wakamchafua. Na Dinani anaenda katika milango hiyo kwamba Al-Hassani, Abdul Karim Hassani hataki andika shehe fulani kaja, shehe fulani katoa muhadhara sehemu fulani, shehe fulani ukuti kwamba anamtaja Abdul Karim Al-Hassani abadan. Wakati Abdul Karim Hassani ndio ile Albani kusimama miongoni mwa wale ambao sababu za kupatikana mpaka kusimama mpaka kujengwa ni Sheikh Abdul Karim Hassani. Yumo na mchango wake katika upande wa dawa na kusaidia markazi kusimama. Lakini ile kukosa insaf na mtu kutokuwa na uadilifu, atele kumtaja kwa ishara hataji. Atataja Abdul Hamidi, atataja Abu Amru, atataja Siani au mashallah, au anataja kwa kina kifanya. Lakini yule ambaye asbabu hata kuja kakuta markazi yule asbabu hamtaji, ambaye sio insafu wala sio adala katika dawa. Atakuwa tunafahamu hivyo katika dawa kwa wanachuoni. Allah aongoze. Allahu a'lam. Mitego hapana. Mitego sababu unatega alafu mnyama anapigwa kama kanga, unakuta ameshikwa mguu, amepigwa na chini, unakuta amekufa. Hata wanyama kama umekuta amekufa hafai, labda kwa unamkuta uko mzima. Kama mzima unachinja naam, lakini kama umekuta umemtega kitanzi au umemtega na kamba mpaka umekuta amekufa hafai kuliwa. Kwa manati haijuzu kwenda kwa manati. Kama utampiga kwa manati akawa yuko hai ukimchinja sawa, kama mpiga amekufa kabisa hafai kuliwa. Na Mtume amekataza sallallahu alaihi wasallam kuinda kwa manati.
jambo la kumtipia ile ambaye alifariki katika amefariki mwezi wa Ramadhani. Nataka kuuliza wakati bwana kuna wengine wanasema tufaa wana nini sio wazi ni hapa kumtipia yani saumu ya Ramadhani kwa sababu ndio fariki mwezi wa Ramadhani alafu kumlipia na sema hiyo kwa kumlipia. Sawa. Kinachokusudiwa katika ulipaji wa funga Ramadhani ni yule ambaye aliumwa labda Ramadhani siku 2-3 baada ya kumaliza Ramadhani akawa yuko mzima anaweza kulipa zile siku zake ambazo aliziacha. Akawa hakuzilipa akaendelea na maisha yake. Baadaye akakutwa na kifo, aliyakuwa zile siku hakuzilipa na alikuwa na uwezo wa kuzilipa. Huyu ndo anolipiwa. Sio yule ambaye ameumwa Ramadhani kuanzia Ramadhani ya kwanza mpaka 15 anaumwa kwa 15 akafariki, alafu hizo siku 15 alizoacha analipiwa. Huyu la. Kwa sababu huyu alikuwa yuko ndani ya ruhusa ya nini? Ya kula kutokana na ugonjwa. Kwa hiyo sio huyu. Yule aliyopoa kabisa kama mzima anaweza kulipa kisha baadaye akafariki ndio anakusudiwa katika mlango huo. Wallahu a'lam.